tunatarajia kuwa na harambee ya changizo la ununuzi wa eneo la kanisa. Tunahitaji kuwa na eneo letu rasmi la kanisa ili tuweze kufanya ujenzi wa kudumu wa nyumba ya Mungu. Wakati mwingine hata tunaoyafanya hapa tunafanya kwa udogo kwa sababu tunashindwa kuwekeza vitu vikubwa kulingana na eneo sio la kwetu. Na huwezi kufanya ujenzi mkubwa kwenye eneo ambalo sio la kwako. Kwa kuyasema hayo, wewe mshirika, una marafiki, una watu ambao mnaishi vizuri, basi tusaidie kualika, waambie karibu, kwa sababu ratiba tuliyoiweka ya harambee hiyo itakuwa ni baada ya ratiba za kawaida za ibada. Kwa tunategemea kuwa na watu wengi kwa sababu kutakuwa kuingiliana na ratiba zingine za ibada kwenye makanisa mengine. Ni kuombe tu kwa upendo wa Mungu, alika watu wengine. Pamoja na hayo, sisi kama wenyeji wa harambee hiyo inatakiwa tuwe kielelezo. Kwa maana ya kwamba utaona tujaweka mkazo sana kumwishoni kwa sababu tunajua siku ya harambee ni siku ya pesa. Kwa hiyo jitahidi kufika, na wewe andaa kitu ili na wewe uweze kushiriki katika changizo rasmi ambalo tumeliandaa la ununuzi wa eneo rasmi la kanisa. Tunatarajia kutafuta milioni 150. Kwa hiyo tunamuomba Mungu atusaidie na tunaamini Mungu atatusaidia. Kwa hiyo jiandae tafadhali. Itakuwa ni aibu sana mwenyeji haujaja kusapoti kitu chochote. Ni aibu kubwa. Tumeanza kutangaza muda mrefu, sio tunatangaza ubwabwa. Sio tunatangaza siku hiyo kwamba tutakuwa na waimbaji. Tunatangaza mapema ili uweze kuanza kujiandaa. Waimbaji tutakao kuwa nao ni kwa ajili ya kutuongezea furaha ili tumtolee Mungu kwa furaha. Kama mwae kusikia wimbo namtolea Bwana kwa furaha. Kwa hiyo sasa tunatoa kwa furaha kwa sababu tutakuwa na waimbaji ambao wanasindikiza furaha yetu. Amen. Pamoja na hayo, ninakusii wewe ambaye ni mwenyeji wa harambee hii, pata muda wa kumwombea mgeni rasmi kwa sababu tunahitaji kumweka mbele za Mungu ili isitokee dharura. Sisi ni wanadamu. Lakini pia Mungu amfanikishe kwenye mambo yake yote. Hapo tunapoongelea mgeni rasmi ni hela, ni majukumu ya kifedha. Kwa hiyo sasa